na huo ndo mbadala wa uzima. Ukitawala, afya kitawala, magonjwa yakai tena. Kanisa, haleluya. Tuje kwenye kitabu cha Mwanzo, tuangalie neno taratibu ili kwamba iweze kutusaidia. Kitabu cha Mwanzo sura ya 7. Kilichomfanya Ayubu, ilo andiko sitalisoma. Kilichomfanya Ayubu akanyoe nywele zake. Nywele maana yake ni utukufu. Akanyoe nywele zake, alafu aende ararue na mavazi yake. Mavazi kibibilia maana yake ni muonekano. Nywele kibibilia maana yake ni utukufu. Kilichomfanya Ayubu akanyoe utukufu wake ambao ni nywele, ararue mavazi yake ambao ni muonekano wake, ni kwa sababu maisha yake yalitawaliwa na aina moja tu ya mtu au aina moja ya watu. Alitawaliwa na aina moja tu ya taarifa. Kila akija huyu anamwambia kondoo wote wamesepa, wameingia mitini. Kanisa, haleluya. Akimaliza akiondoka, akija mwingine anamwambia hata wale ng'ombe wenyewe na wenyewe umepata hasara. Hajakaa vizuri, taarifa inakuja, bwana hata watoto wako wenyewe wamesha kufa. Hajakaa vizuri, anaambiwa hata ngamia yenyewe hajakaa vizuri. Ngoja nikwambie, ukitawaliwa na aina moja tu ya taarifa, hakuna namna ambavyo moyo wako unaweza ukasimama. Kanisa, haleluya. Ni maombi yangu kwa Bwana kwenye hii madhabahu akubadilishie aina ya watu ambao wataleta taarifa ambazo ni positive kwa ajili ya uchumi wako, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kazi. Watu ambao watakwambia hata kama biashara umepata hasara, lakini bado Bwana anakuwazia yaliyo mema. Kanisa, haleluya. Watu ambao wamebeba taarifa mbadala ya taarifa mbaya ambazo zinaweza zikaja kwenye maisha yako. Watu wa aina moja wakitawala maisha yako, my friend, hauwezi ukatoboa. Utalala chini ya zifu Mungu hayupo, lakini kumbe Mungu yupo kwa ajili ya maisha yako. Kanisa, haleluya. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 7. Tuangalie jambo Mwanzo 7 na ule mstari wa 7 mpaka wa 9. Anasema hivi, Mwanzo 7 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Anasema Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Na katika wanyama, kuanzia mstari wa 8, na katika wanyama walio safi na wanyama walio safi na wanyama wasio safi na ndege navyo vyote vitambavyo juu ya nchi. Mstari wa 9, wakaingia katika safina alimo Nuhu. Hebu sema alimo Nuhu. Kwa hiyo Nuhu alishatangulia ndani ya safina. Anasema walimo Nuhu, wawili mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Kwa maana nyingine, Nuhu alipewa taarifa ya aina ya vitu ambavyo vinahitajika viwepo kwenye safina. Na nikizungumza safina, chukulia safina ni maisha. Safina ni maisha, na maisha ni chombo ambacho kinatakiwa kibebe vitu vya aina mbalimbali ambavyo Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yako. Kanisa, haleluya. Adui akitaka kukusumbua atapambana na maisha yako. Maisha ni chombo. Maisha yako yakipigwa, hakuna namna ambavyo utakuwa salama. Na ndio maana maandiko natuambia ya kwamba kina Esther, Hamani alipambana na maisha ya kina Esther. Esther aliposhtuka, anaenda kwa mfalme, anamwambia mfalme, tunaomba turejeshewe maisha yetu. Hebu sema maisha yetu. Anasema tupewe maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu Hamani ameshachezea maisha.
ameshaharibu maisha yao. Maisha ni chombo, safina ni chombo ambacho Mungu anataka kibebe vitu vya aina mbalimbali ambavyo amekusudia kuvitumia katika safari ya maisha yako hapa duniani. Na Mungu akampa Nuhu taarifa aina ya vitu ambavyo vinatakiwa viwepo kwenye safina, kwenye mabano, kwenye maisha yake. Nuhu alipopewa taarifa ya aina ya vitu vinavyotakiwa viwepo kwenye safina, kwenye mabano, maisha yake, Nuhu hakuhusika kwenda kule porini kumtafuta huko ng'ombe. Nuhu hakuhusika kwenda kule porini kumtafuta njiwa. Nuhu hakuhusika kwenda porini kumtafuta sijui mnyama gani ili awalete. No, Mungu alimpa taarifa. Aliyehusika kuleta kila kitu kilichokuwa kinahitajika kwenye safina ya Nuhu alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kanisa, haleluya. Kuna vitu wapendwa kwenye maisha yako unamhitaji Mungu peke yake. Ndiye anayejua vinakopatikana, ndiye anayejua viliko, na ndiye mwenye njia ya kuvileta katika maisha yako ili uweze kufika kwenye safari ya hatima ambayo amekusudia kwenye maisha yako. Na ni maombi yangu kwenye hii madhabahu ya kwamba Bwana kwa neema yake, yeye aliyeleta kwenye safina ya Nuhu kila kilichokuwa kinatakiwa kwenye safina ya Nuhu, alete kila kinachotakiwa kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwa watoto wako, kwenye familia yako, katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Na ndio maana neno nasema msijisumbue kwa neno, bali kwa kila jambo kwa kuomba na kusali. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndo anayejua ni aina gani ya vitu ili ufike mahali ambako anataka ufike. Anajua utahitaji aina gani ya watu, anajua unahitaji aina gani ya marafiki, anajua unahitaji fedha kiasi gani, anajua unahitaji watoto idadi gani, anajua unahitaji aina gani ya watu katika mahusiano mbalimbali ya kibiashara, ya kazi, ili ufikirie katika hatima ambayo Mungu amekusudia. Lakini pia kadhalika adui akitaka usifike mahali, mbadala wake atakuletea aina ya watu ambao watafika mahali, badala ya kufanyika baraka na miguu ya kukufikisha unakotakiwa kufika, unashangaa unafika mahali ambako haukutakiwa kufika. Kanisa, haleluya. Ni maombi yangu kwa Bwana. Binti mmoja wa mahali fulani, simtaji, mtu mkubwa sana, akaniambia, amekuja ofisini, ni mjamzito, akaniambia, baba, nimekuja uniombee kwa Mungu na unipe ruhusa niende nikatoe hii mimba. Yaani kuna watu wamevurugwa. Kanisa, haleluya. Yaani wamevurugwa to the maximum. Yaani anakuja, nimekuja uniombee neema ili nikatoe hii mimba. Kwa nini? Anasema ofisini kwetu, anafanya kazi kwenye media moja, ni sitaji, chombo kikubwa cha habari, mwandishi wa habari, mtangazaji. Anasema ofisini kwetu karibia wafanyikazi wote walinishawishi niingie kwenye mahusiano na ex, mtu mkubwa sana huko kwenye muziki ya kidunia. Wakaniambia nafaa, wakamshawishi sana. Mwisho wa siku wakaenda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, akajikuta na mimba. Sasa anakuja anasema, kila nikimtazama yule jamaa hivi sioni maisha mimi na yeye. Okay. Sasa uone maisha we na yeye. Mara ya kwanza mlienda, mara ya pili ukaenda mwenyewe, na ya tatu ukaenda mwenyewe, ya nne umeenda mwenyewe, umeshaanguka, ndio unakuja eti tukuombee maombi ya baraka ukatoe. Nikamwambia, wewe kanisa, haleluya. Lakini pointi yangu katika jambo hili nini? Alisema waliomfikisha kwenye kilele cha kitanzi ambacho kwa ajili ya kitanzi hicho walikuja kwangu, alisema ni watu marafiki wa karibu, walimshawishi sana, wakamwambia usimwache, 1 2 3. Adui akitaka usifike mahali ambako Mungu anataka
atakuletea watu. Na ndio maana angalia watu wengi sana waliofilisika, ukifuatilia sana watakuambia X ndo alinipa mawazo, na yule akaniambia, na yule akaniambia, na yule akaniambia. Kwenye hii madhabahu acha nikuambie, Mungu ana aina ya watu ambao anaweza akawaleta katika ulimwengu wa biashara zako, akakupa mawazo na ukatoboa kwenye biashara bila kupata hasara katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Hata kazini kwako Mungu ana aina ya watu ambao anaweza akawatumia ukafika kwenye viwango, maono aliyokupa yakafika mahali ambako amekusudia Bwana. Na ni maombi yangu kwa Bwana ya kwamba kama alimletea Nuhu aina ya vitu ambavyo vilihitajika kwenye maisha yake, akuletee na wewe kwenye maisha yako, akuletee na wewe kwenye ndoa yako, akuletee na wewe kwenye biashara yako, aina ya vitu mbalimbali ambavyo vinahitajika katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Na jambo la mwisho, Mungu ndiye aliyehusika kuondoa wale maadui. Kwa kadiri baba zetu walivyokuwa wanaongezeka katika idadi ya kuzaana kwao, ndivyo na wale wasiokuwa wanahitajika katikati ya lile eneo ambalo Mungu aliwapa walivyokuwa wanazidi kuongezeka. Nikiwa hapa Mungu akawa ananiambia jambo moja moyoni mwangu. Akaniambia kuna wakati Mungu hataondoa maadui zako kama hujaongezeka, lakini pia anaweza akawabana maadui zako wakati wa prosesi za wewe kuongezeka wapo, lakini wasikusumbue. Kanisa, haleluya. Kuna wakati mwingine Mungu hata waondoa, lakini atawabana kwa viwango ambavyo hawatakuwa na madhara kwako. Akaniambia kumbuka habari ya Danieli kwenye tundu la simba. Mungu hakumuondoa yule simba kwenye lile tundu, lakini alibana makanywa ya simba kwa namna ambavyo Danieli alikaa na simba ambaye hana madhara kwake. Kanisa, haleluya. Unaweza kukaa na wabaya kwa namna ambavyo Mungu akiwabana wale wabaya vizuri, mabaya yao hayatakuwa na nguvu katika maisha yako katika jina la Yesu. Na nakuombea kwa Bwana, haijalishi kazini kwako wako wabaya kwenye maisha yako, Bwana awabane kwa viwango ambavyo mabaya yao hayatakuwa na nguvu katika maisha yako katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Mabaya yao yasiwe na nguvu. Na ndiposa nazungumzaga lugha ngumu. Na acha niseme hapa ya kwamba mchawi akikuloga na ukalogeka, tatizo alipo kwa mchawi, tatizo lipo kwako wewe ambaye umelogwa na ukalogeka. Nipungie hivi kama umenielewa kwa jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Ukilogwa na mchawi na ukalogeka, tatizo halipo kwa mchawi aliyekuloga. Kwa nini? Kwa sababu neno linatuambia hapana uchawi wala uganga juu ya Israeli na uzao wake katika jina la Yesu. Utakaa katikati yao, wala uchawi wao na uganga wao hautakuweza katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Kuna saa nyingine hatuhitaji tuombe tuondolewe wabaya katikati ya nchi. No. Kuna saa nyingine ni kama vile nyumbani kwako una mbwa mkali, alafu ukaamua kumng'oa meno yote akawa kibogoyo, ukamng'oa kucha zote akawa hana kucha yoyote, alafu hana meno yoyote, alafu kamwachia hapo. Wapendwa, atakuwa ni mbwa jina. Kweli si kweli? Atakuwa ni mbwa jina. Ndo kazi ya utiisho
ambao Mungu anasema atapeleka utisho mbele yao. Ule utisho afunike maadui zako, akiisha wafunika hawatakudhuru katika jina la Yesu. Ni maombi yangu kwa Bwana apeleke utisho kazini kwako katika jina la Yesu, kwa viwango ambavyo yale mabaya yao kule kazini, kwenye biashara, hayatakuwa na nguvu katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Pigia Bwana makofi, haleluya. Ongeza makofi kwa Yesu. Jiandae kwa maombi. Jesus, tunataka kwenda kuomba mara moja hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninajua inawezekana una maadui wengi, lakini Mungu ataweka utiisho mbele yako. Amen. Wao utaongezeka, wao watabaki. Ndicho alichokifanya pale Misri. Biblia inasema Farao akawaangalia wana wa Israeli ambao walikuja wachache. Walikuja watoto tu wa Yakobo, walikuja watu 11 katika nchi ya Misri. Walipokuja 11 walilikuta lile taifa ni nchi ina mfalme, ina watu wamejaa. Zikafika wakati wa sensa, Farao alipowaangalia wana wa Israeli akasema hawa jamaa wanaongezeka kwa kasi, wanaanza kutupita. Tukicheza hawa watakuwa wengi kuliko sisi na watatufukuza. Kwa nini? Mungu alibana uzao wa Misri, akaongeza uzao wa wana wa Israeli. Mungu atawanyima pumzi maadui zako na atakupa pumzi, yani oksijeni itaelekea iliyojaa kuliko kwao katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tukaombe, lakini nataka tuombe na wale pia wenye sadaka ya fungu la 10. Kumbuka nilikuambia kwenye kitabu kile cha Waebrania mlango wa 7. Nataka tukaombe maombi hapa, nimruhusu mtumishi tuombe na wale watu wa fungu la 10. Waebrania mlango ule wa 7 ndio ilikuwa agenda ya mwezi uliopita. Biblia inasema kuanzia mstari ule wa 9, tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahim hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Na Biblia inasema kwa nini huyu Lawi alitoa sehemu ya 10 wakati ya kuwepo duniani? Anasema kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Na wiki iliyopita tuliomba kwa ajili ya uzao na kwa ajili ya wale ambao walikuwepo na waliotoa fungu la 10 na uzao wa kikuhani. Hebu fikiria, nasema kitu cha ajabu. Huyu jamaa Ibrahim wakati anakutana na huyu Melkizedeki, yeye alipata mali vitani. Akatoa sehemu ya fungu la 10, sehemu ya 10 ya mali alizozichuma vitani. Wakati Ibrahimu hanatoa ile sadaka, hakujua ya kwamba hii sadaka ilikuwa ina maana si kwake peke yake, ilikuwa ina maana kwa watoto wake, si kwa watoto wake, ilikuwa ina maana kwa wajukuu zake, si kwa wajukuu zake, ilikuwa ina maana kwa vitukuu vyake. Laiti Ibrahimu angejua ile sadaka inaenda mpaka kwa vitukuu na kuhakikishia yeye ndo angebaki na sehemu ya 10, angempa Mungu sehemu ya 90. Angejua ya kwamba maana ya ile fungu la 10 ilivyokuwa na uzito kwenye kizazi chake, labda angeza akagawa fungu la 50, tungekuwa tunatoa sadaka ya fungu la 50. Lakini alifichwa, lakini sisi tunajua. Mimi sitaka nisahau, wakati nimekuwa mchungaji niliacha kwenda kumuona bibi yangu, kwa sababu kila nikienda nikikutana naye, yule bibi alikuwa anaanguka chini, analala chini, analia, anaweka mikono kichwani, anapiga ukunga, mpaka nikaanza kuacha kwenda kumuona yule bibi. Lakini kila alichokuwa analia, anamuita babu ambaye hata baba yangu mwenyewe hakumuona sura ya baba yake. Analia, anasema
njoo uone yale mambo ambayo Mungu amenitendea niliyeachwa mjane kwa miaka zaidi ya 60. Yoeli, njoo uone. Maana yake alikuwa analia kwa sababu alikuwa hajui ya kwamba kwake yeye ambaye mjane, kwake yeye ambaye aliteswa, kwa sababu kipindi hicho ulikuwa mume akifa, basi mdogo mtu anatakiwa au ndugu wa mume amoe yule mama. Na yule bibi alikataa kuolewa, akasema nimeachwa nikiwa binti mdogo na watoto wangu wadogo, nitawalea mimi mwenyewe, sitaki kabisa, sitaolewa. Shamba la mume wake upande wa babu zangu wakubwa walikuwa wanakuja kwa mjane wanakata ndizi. Yani fikiria shamba la mjane, sababu ni shamba la familia, anaweza akaja babu akachuma kahawa, babu mwingine kaka yake na babu yangu akachuma kahawa akakata ndizi, na bibi hana cha kusema. Ananisimulia, ananiambia alikuwa analima mbali, kwa sababu hivi vya hapa nyumbani ananyang'anywa vinaliwa. Alikuwa anaenda mbali, akawa anabeba mbege, yani ule ulezi, kutoka mbali mpaka hapa kichwani katikati, nywele zikagoma kuota. Maana asubuhi amebeba kitu kichwani, jioni amebeba kitu kichwani. Sasa hakujua, ndo alikuwa kinachomliza, anamwambia Mungu, pamoja na mateso hayo, kumbe ulikuwa umeniwekea mchungaji kwenye familia. Pamoja na manyanyaso, pamoja na kudharaulika, sikujua ya kwamba nitakuja kuona vazi la kikuhani kwenye familia yangu. Sikujua. Na yule bibi alikuwa anagoma kushirikishwa chakula cha Bwana na mtu mwingine yoyote, na ilikuwa inanipa adhabu ya kumfuata bibi Moshi kwenda kumshirikisha chakula cha Bwana. Paka alipoletwa Dar es Salaam, alisema sitakula kingine, nitakula hiki ambacho nilikililia kwa machozi kwenye madhabahu ya Bwana. Sitapewa na mwingine, nitakula matunda hiki ambacho niliwekezea nguvu zangu kwenye madhabahu ya Bwana. Wangapi mnanielewa asubuhi ya leo ninachozungumza? Ibrahimu hakujua ya kwamba ndani ya viuno vyake ile sadaka ya sehemu ya 10 inaenda kwa vizazi na vizazi, kwa vizazi na vizazi. Sikiliza nikwambie, unaweza kuwepo kanisani wewe leo, unaweza ukamjua Mungu wewe leo, lakini huna garantia kwamba wajukuu wako watamwabudu Mungu unayemwabudu. Hujui, inawezekana ukawa kanisani lakini usijue, au ndani ya kizazi chako inawezekana wakatokea watu wakamkataa Yesu. Lakini ni kuhakikishie kwa fungu la 10 tulilotoa, watamjua Mungu unayemwabudu katika jina la Yesu aliye hai. Na kuhakikishia kwa fungu hili la 10, Biblia inasema watamjua, wataijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Hakuna atakayeondoka kwenye madhabahu ya Bwana. Na wewe ambaye unatamani, una kiu ya katika uzao wako, ni mjukuu, ni mtoto, ni nani, Mungu aje akuinulie makuhani. Mwezi huu ni mbegu ya makuhani, na uondoke na upako wa makuhani katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana nakwambia hii ni ya mbegu ya uzao, hii ni ya kikuhani. Ibrahimu wakati anatoa, huyu Lawi anakuja kuwa kuhani. Mungu anapomchagua kabila la Lawi kuwa kuhani, akujua ile mbegu ya kuhani ni babu huko alitoa. Wakati anatoa, Ibrahimu hakujua ya kwamba kwenye viuno alikuwa hana mtoto. Anatoa hiyo sadaka, hana mtoto. Hakujua ya kwamba kwenye viuno kuna ukuhani, kuna kuhani yuko kule anaitwa Lawi. Anapata mtoto mmoja, anamaliza maisha yake. Hakujua ya kwamba kwenye viuno vyake kumewekwa mtu anaitwa Mlawi ambaye atalisimamisha sanduku la agano. Mungu akaeke kwenye uzazi wako wa Lawi ambao watalisimamisha sanduku la agano, na ndani ya nyumba yako jina la Yesu litatajwa vizazi na vizazi na vizazi na vizazi, wamjue Mungu aliye hai. Ni hasara kama wewe utakuwepo kanisani alafu watoto wako au wajukuu wako wasije kuwa kanisani. Ni hasara kubwa, ni hasara kubwa. Wewe ambaye ulitoa Jumapili iliyopita, utaendelea kuomba.
wewe ambaye unatoa leo tunaposimama kuomba na mtumishi hapa anapoongoza maombi, kama ukupata bahasha nyoosha mkono wako. Kama una bahasha yako utasimama na bahasha. Kuna mikono michache ya watu ambao hawakupata bahasha ya fungu la 10. Na naomba usiombee kitu kingine, mwambie Mungu, kuna walawi wako kwenye nyumba yangu. Mungu, kwa watoto, kwa wajukuu, kwa vitukuu, kwa vizazi na vizazi na vizazi, kuna walawi wapo. Ngoja nikwambie, ni kawaida hivi. Unafikiri mzazi wangu mimi akiniangalia tukiwa mbele za watu anajisikieje moyoni? Anajisikieje moyoni? Yule bibi alikuwa analia, anaficha uso, anasema sitaki kuona hichi kitu, maana hakuwahi kufikiri ya kwamba kwake yeye aliyeitwa mjane, kwake yeye aliyeitwa maskini, kwake yeye aliyezaraulika, Mungu atakuja kufanya kitu cha kanisa. Mungu atakuja kufanya kitu cha ufalme wake. Mungu atakuja kufanya kitu cha utukufu wake. Hakujua. Na wewe unawezekana hujui. Mimi nasema hivyo kwa sababu inawezekana kuna mtu kwa hapa una askofu wetu. Inawezekana kuna mtu kwa hapa una mchungaji yuko huko kwako, umjui lakini yuko. Kama sio kwa watoto yuko kwa wajukuu, kama sio kwa wajukuu yuko kwa vitukuu vyako. Haiwezekani ukamtumikia Mungu kwa uaminifu na kwa haki, Mungu akaisahau nyumba yako, na Mungu hatakusahau katika jina la Yesu aliye hai. Ninaomba usimame na sadaka yako wakati mtumishi anaomba. Mungu kwanza aweke utiisho mbele yako, aondoe vinavyokataliwa ndani yako, na mimi nitampokea, nitaomba kwa habari ya uzao na kwa habari ya nyumba ya Kilawi ifuate maisha yako. Sijui ni kwa nini na vidondosha hivi vitu kidogo kidogo na vinashuka moyoni kwa kila mwezi. Viko vitu ambavyo mpaka namwambia Mungu, hivi navipeleka wapi? Najua ni chakula cha wapa, najua ni chakula cha mahali hapa. Ninachotamani siku tunakwenda mbinguni, Yesu anarudi, kila mmoja akifika kule anyanyue mikono yake, amwambie Mungu, umeniona, umeniona, umeniona. Simama kwa miguu yako. Karibu mtumishi. Wale ambao mna sadaka za mafungu ya 10 njoo mbele. Lakini kuna kitu Mungu alikuwa ananisemesha hapa juu ya kuunganisha na haya maombi. Yakobo alipofika kule kwa Labani, na Mungu alipochungulia moyo wa Labani hivi, akaona kuna hila iko ndani ya Labani juu ya Yakobo, na Mungu akaamua kushughulika na ile hila ya Labani. Akaamua kumbana Labani hasiongezeke tena kiuchumi, na Mungu akaamua kumwongeza Yakobo. Natamani ubebe sadaka yako nje ya fungu la 10. Pia beba sadaka yako, njoo kwenye haya maombi. Naomba njoo fungu la 10 mpande hapa juu mara moja. Alafu kama una sadaka nyingine ambayo unatamani ya maombi Mungu akakuongeze katikati ya maadui zako, beba pia sadaka yako, njoo mbele ya hii madhabahu tukaombe. Haya ni maombi pia ya maongezeko, maombi ya kuomba neema ya Bwana iende pamoja na wewe kwenye biashara zako, Mungu akuongoze, akuongeze kwenye kazi, Mungu akuongoze. Kuna kina Labani ambao wanakuzunguka kila mahali kwenye maisha yako. Beba sadaka, njoo kwenye madhabahu ya Bwana tupate kuomba mahali hapa. Mungu apeleke utiisho, lakini Mungu akakuongeze kwenye mazingira ambayo umetamani kuongezeka, haujaongezeka. Umetamani kupandishwa cheo, haujapandishwa. Umetamani kupanuliwa, haujapanuliwa. Njoo kwenye madhabahu asubuhi ya leo. Kuna neema kubwa sana kwenye hii madhabahu. Kuna neema kubwa sana kwenye hii madhabahu. Usiache hii madhabahu na neema hii ikakupita. Endelea kuja, beba sadaka yako mbele za Bwana. Beba sadaka yako, njoo nayo kwenye hii madhabahu. Unatamani kuongezeka eneo gani? Mungu akambane Labani wako, akashughulike na Labani wako. Akisha shughulika naye, Mungu atakuongeza wewe, na Labani wako anayekutakia mabaya atapunguzwa, na utaona neema za Mungu ambazo hazijapata kutokea katika maisha yako. Naomba tufunike macho tulioko hapa mbele, na weka mikono yako miwili hapo kifuani. Kama unaeleweka tu mikono yako miwili hapo kifuani. Na kama pia ni mgonjwa upo katikati ya ibada hii, sogea pia mbele, weka mikono yako miwili hapo kifuani. Sema, Baba, katika jina la Yesu,
Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo Baba, nakushukuru kwa neema yako ambayo Bwana Baba imetujilia kwenye madhabahu yako. Asante kwa sababu ya mawazo yako Baba yaliyo mema, na mawazo yako yameona uhalisia wa maisha yangu na mapito yangu, na kina Labani ambao Bwana wameniwazia mabaya katika maisha yangu, katika biashara zangu, katika kazi zangu. Baba uliye mwema, asubuhi ya leo ninakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo Bwana Baba umelileta katika maisha yangu. Wewe ni Mungu mwenye tabia ya kusema kabla hujatenda, na wewe ni Mungu mwenye tabia ya kuyatenda yale uliyoyasema. Asante Bwana, kwa sababu ndivyo ambavyo litakuwa neno lako ambalo Bwana umesema nami kwenye hii madhabahu, ya kwamba Bwana utaniongeza kwenye maisha yangu, utaniongeza kwenye biashara zangu, ongeza kwenye kazi zangu. Hata kina Labani ambao Bwana wanapambana na maongezeko yangu, wajue ya kwamba wewe ni Bwana mwenye njia ya kuvileta vile vyote ambavyo Bwana vinahitajika maishani mwangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asubuhi ya leo Baba mwaminifu, nimezibeba sadaka zangu za fungu la 10 mbele ya madhabahu yako Baba, kwa ajili yangu, kwa ajili ya uzao wangu, uzao wangu, kizazi cha kwanza, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili na cha tatu mpaka cha 4. Bwana, asiwepo yeyote ambaye hatakuwa mtumwa, asiwepo yeyote ambaye Bwana hataonewa, asiwepo yeyote ambaye Bwana hatapotea, asiwepo yeyote ambaye Bwana hatafanya kazi za kuchosha kwenye biashara, kwenye kazi, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba mwema, ile sadaka ya Ibrahimu ilikuwa na maisha marefu kuliko maisha yake, nami Bwana, sadaka hii niliyoibeba kwenye mikono yangu na iambatanisha na damu ya Yesu, na damu ya Yesu. Baba, ninaomba sadaka hii ikaishi baada ya mimi, baada ya watoto wa watoto wangu na vizazi vyangu. Bwana, vikatawaliwe na maneno na utawala wa sadaka hii, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa ya kwamba watashindana lakini hawatashinda. Baba wa rehema, kwa sadaka hii ninaachilia neno la kinabii juu ya maadui zangu na maadui wa biashara zangu na kazi zangu na uzao wangu, ya kwamba watashindana na maisha yangu lakini Bwana hawatashinda, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu.
Funika macho yako. Ramo sakarabo siki. Baba, ni uzao wa kikuhani. Baba, ninaomba katikati ya uzao wao Baba, ukawainue watumishi wako, kwa watoto wao, kwa wajukuu zao, kwa vitukuu vyao Baba, ikiwa wamefungwa matumbo yao yasilete watumishi Baba, ninaomba Yesu wa Mungu uliye hai, kainue. Ni mbegu ya kikuhani, nimetamka nilio kuhani. Nani ajuae? Wewe adui unayezuia watumishi, wewe adui unayezuia watumishi kuzaliwa kwenye hiyo nyumba, wewe adui ambaye unazuia wapakwa mafuta makuhani kutokea ndani ya malango yao, hayo malango yakawe wazi na makuhani wa Bwana waliobeba kusudi la Mungu, waliopakwa mafuta na Mungu. Maana Biblia inasema mavuno ni mengi, watenda ni wachache. Basi tumuombe Bwana wa majeshi hainue watenda kazi katikati ya watoto wako. Baba, ninabariki uzao wao. Baba, ninabariki. Baba, sikia vilio hivi vinavyomiminwa kwenye madhabahu yako. Baba, inua. Umenipa kusimama kwenye madhabahu ya kibamba. Inua watumishi, inua wapakwa mafuta, inua makuhani mahali hapa, inua wahubiri wa injili, inua waimbaji wakubwa mahali hapa, inua wazee wa kanisa, inua watu wenye busara na hekima mahali hapa, inua wafanya biashara ambao watakutumikia mahali hapa, inua wafanya kazi, inua wanasiasa ambao Bwana wataisema kweli yako, watasimama na kusudi lako. Hao ni watumishi wako, hao ni wapakwa mafuta wako. Rabosiki kandara mosiki rabokosiki ribasaka rabasiki ribokosaka. Beata shika maiki. Rabosaka rabokosiki kindiri ya masaka. Kuna upako huko hapa, kuna nguvu za Mungu zimejaa mahali hapa. Paka kule nyuma kuna utiisho unawafuata watu, kuna kibali kinawafuata watu, Wewe uliozarauliwa, kwako kuna shina litachipuka, kuna chipukizi litachipuka kwenye biashara, kuna chipukizi litachipuka kwako. Rabo saka rabakasiki. Jesus. Haya ni maombi yangu kwako. Jesus. Wote ninaowapenda wasipitwe na neema yako. Jesus. Na neema yako. Basi ikiwa ipo ahadi ya kuingia ndani mwako, sitaki kukosa, na niwapendao. Haya ni maombi yangu kwako. Wote ninaowapenda wasipitwe Waimbaji mshike maiki zo. na neema yako. Jesus. Uimbo ukawe wa kwako. Na neema yako. Basi ikiwa ipo ahadi ya kuingia ndani mwako, sitaki kukosa, na niwapendao. Funua neema yako. Jesus. Familia yangu
Imba na hao waimbaji. Jesus. Neema yako. Marafiki zangu wakujue. Funua neema yako. Watoto wakujue. Funua neema yako. Wazazi wangu wakujue. Funua neema yako. Wajukuu zangu unaweza kutoa sadaka ukarudi taratibu ukiwa unaimba. Unaweza ukatoa sadaka ukarudi ukiwa unaimba. Kuna vyombo vimewekwa huku na huku, toa tu sadaka yako. Marafiki zangu wakujue. Funua neema yako. Watoto wangu wakujue. Marafiki zangu vikapu vilivoko chini, unaweza ukaweka shukrani ya neno. Vikapu vilivoko huko chini. Marafiki zangu wakujue. Funua neema yako na uzao wangu. Kama unatoa shukrani ya neno, weka kwenye kikapu hapo mara moja, tumalize ibada. Neema yako. Wajukuu zangu wakujue. Funua neema yako. Vitukuu wangu wakujue. Funua neema yako. Marafiki zangu Marafiki zangu wakujue.
Kwenye maombi tutakayoombea sadaka, tutawaombea pia na kidato cha 6 ambao wanakwenda kwenye mitihani. Kama yuko hapa yeye mwenyewe anaenda kwenye mtihani, asogea hapa mbele mara moja. Lakini kama unamwakilisha, amini tu, tutakapoomba neema ya Mungu itakwenda. Kidato cha 6 kama wako mwanafunzi muhusika wanaoenda kwenye mitihani, kama wako hapa wasogee mara moja. Basi amini tu, tutaomba, Mungu atakwenda kukutana nao. Ngoja tuombe. Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, Baba, tumeleta sadaka katika madhabahu yako. Yesu, watoto wako wameweka nadhiri za kuficha mbegu ya ukuhani kwenye nyumba zao. Baba, ninachojua utalitazama neno hili lililotoka katika madhabahu yako, nawe Yesu utakwenda kulitimiza, ya kwamba kwao chipukizi la kikuhani litakwenda kuchipuka. Baba, ziko sadaka mbalimbali, matoleo ambayo watoto wako wamekutolea. Unapoyatuma kwenda kuifanya kazi yako, ufalme wako uenezwe na ukapate kuwabarikia watoto wako. Yesu, tunawaleta wanapotoka hapa kuelekea mahali na mahali na katika makazi yao na kazi za wiki nzima. Yesu, ninaomba uende pamoja nao, ukafukuze na kuondoa maadui, na vyote ambavyo havihitajiki kwao viondoke, na vile vya kwako Mungu vikaishi katikati ya watoto wako. Baba, tunawaleta na watoto wetu ambao Baba, na vijana watakao kwenda kwenye mitihani ya kidato cha 6 kwa wiki hii. Roho Mtakatifu, nyooshe mkono wako. Wengine wako mikoani, wengine wako mashuleni sasa hivi, lakini wazazi, ndugu, jamaa na marafiki wanataja majina yao kwenye madhabahu yako. Baba, ukapate kuwaonekania watoto wao na ukapate kuwatendea matendo makubwa na ya ajabu. Na Mungu wa mbinguni, matokeo yatakapotoka, turudi kuja kukutukuza mahali hapa. Tunazikabidhi sadaka hizi zote ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukae kwa sala ya kimya. Mungu usikie kuomba kwetu. Amen. Asante. Niombe wale wanaotubadilishia sadaka waweze kutubadilishia. Niombe sasa, brother Joshua, utaimba wimbo wakati tunatoka, lakini naomba flash. Vijana praise team, naomba mchukue flash mara moja. Bei ni shingapi? 10,000. Lakini akiamua kununua na zaidi kwa bei ya sadaka anunue, si ndio? Haya, flash bei ni shilingi 10,000. Praise team, changamka mara moja. Niombe mwe mmeshafika. Asante. Kuna mtu kadondosha funguo wa nyumba, tafadhali muone katibu. Ile pochi imepatikana? Haijapatikana Haya. Sasa wiki 2 zilizopita pochi nyingine iliibiwa hapa kanisani. Baadaye ilikuja kukutwa chooni, lakini huyo mtu kashachukua simu, kashachukua fedha kwenye hiyo pochi. Unahitaji flash, nyosha tu mkono wako, wanaendelea kukuhudumia. Leo tena pochi nyingine imeibiwa hapa kanisani. Sisi tutaomba. Kama uko hapa, labda ngoja kabla sijafanya maombi magumu,
Kama uko hapa na una huo mchezo, tafadhali mara Msalabani pa Mwokozi wapatikana ukombozi, ni kazi ya